Kimsingi leo sitazungumza mengi, ila nitatafuta muda nitawataarifu tutazungumza. Cha msingi leo ni washukuru Watanzania wote, wana maombi wa dini zote pamoja na taasisi mbalimbali za kimataifa. Tunajua na ninafahamu Mungu amewatumia ninyi kama sauti sisi kuwa hapa. Hawakutaka tuwe nje leo. Kwa shtaka walilotushtaki nalo, lengo lao kubwa ni kutuua. Kwa hiyo walitaka tunyongwe, maana ndio adhabu ya shtaka hilo. Kwa hiyo tunaamini Mungu amewatumia nyinyi kupaza sauti, na tunawashukuru sana kila mmoja kwa jina lake na kwa nafasi yake. Na tuwahakikishie tu tutatoa maelezo yetu na mwelekeo wetu, ila watambue kwamba hatujayumbishwa, hatujatetereshwa wala hatujababaishwa katika kutimiza wajibu wetu kama Watanzania. Naamini ndege huwa ikipaa haina reverse. Kwa hiyo msimamo uko pale pale kama tulivyomaliza hatua yetu ya mwisho, lakini tutakuja kuzungumza vizuri na niwaeleze, kwa sababu hata ninaachiwa leo bado nilikuwa nimekamatwa kinyume cha sheria, nilikuwa ni kizuizini kinyume cha sheria, kinyume cha katiba. Na niwashukuru kipekee mawakili wangu vile kwa kazi kubwa walioifanya muda mrefu ya kujaribu kushughulika na jambo hili. Kwa ujumla yake niseme niko hapa kwa sababu ya solidarity ya Watanzania wa ndani na nje ya nchi, lakini vile pamoja na jumuiya za kimataifa, lakini pamoja na taasisi huru za utetezi wa haki za binadamu zilizopo nchini, vikiwemo vyombo vya habari. Kwa hiyo niwaambie kwamba ninawashukuru sana, na leo kichwa hakiko vizuri sana kwa sababu toka nikamatwe Ijumaa saa 10 usiku na nina complication kidogo za afya na mazingira niliyokuwa, mwili hauko stable sana, lakini nadhani karibuni nitawajulisha na tutazungumza, nitasema bayana what next. Asanteni sana. Mimi nimevuka level ya kutishwa, ninafahamu. Ndio maana ninazungumza, kwa sababu kwanza nimevuka level ya kuhongwa, nimevuka level ya kutamani vyeo, nimevuka level ya tamaa za kipumbavu. Mimi nimekubali utu alionipa Mungu. Ninawajibika kwa taifa langu. Kwa hiyo biashara za kubuni makosa makubwa ili kutisha watu zikome, na ili namwambia wazi IGP, uko hapo kikatiba na kisheria, hatukuogopi. Ukitaka siasa, vua magwanda, toka kwenye bunduki, njoo jukwani. Hoja zetu ni za kisiasa, anazijibu kwa bunduki akiwa nyuma ya ofisi za umma, amevaa magwanda ya kiaskari, lakini anataka kupambana na sisi kisiasa. Ache watujibu, tunauliza maswali ya kitaaluma. Anatoka kule na Twitter sisi, na achunguzwe amepata wapi wazo la. Huwezi ukakaa, sisi tunazungumza wazi bayana, hoja ziko wazi. Badala yake wanaishia kutafuta vyombo vya habari vinavyoandika, waandishi wa habari wanaoandika. Leo wanakwenda kusema treason. Na ninataka nitoe radhi, tumesikia TCRA na polisi, ushirikiano wenu wa kutisha vyombo vya habari ukome. Tutawashtaki binafsi kwa majina yenu. Hamwezi kufanya pre-censorship kwenye nchi inayoamini katika uhuru wa habari, wala huwezi kutufanyia pre-censorship. That time is long gone. Hakuna Mtanzania anayeogopa. Na ninaposema haya, ninasema kwa sababu nchi yetu ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar. Muungano wa Tanganyika na Zanzibar, kwa sababu katika Tanzania kuna Tanganyika na kuna Zanzibar. Mkataba huu umeiba mali za Tanganyika, alafu tunakwepa kusema. Tukisema mnasema udini au ubaguzi. Kuna bandari ya Zanzibar imeguswa hapa ndani. Alafu haya kipato tutakachopata Wazanzibari wamo. Tukiuliza maswali mnasema ubaguzi. These are rational questions ambayo mtu yote mwenye logic na akili timamu atauliza. Bandari zote zinazobinafsishwa ni za Tanganyika.
kwa limkataba la hovyo lisilokuwa na lifespan, limkataba la hovyo linaloisubject nchi kwa kikampuni. Mnadanganya, mnaambiwa Arabu Emirates, sio hata Arabu Emirates, ni DP World. Kikampuni, nchi inajisubject kwa kitakataka. Kama mazuzu tu tunakaa chini, mtu anakuambia dini, udini. DP World ni nchi. Ule mkataba unacheza na maneno tu. Pale hakuna United Arab Emirates wala hakuna Dubai Emirates. Ni DP World. DP World not even a legal status, a legal an international legal person. Tena inawezekana hata haiko Dubai, ni wahuni tu wako hapa ndani ya nchi. Halafu leo hii wanatisha Watanzania kutuua. Wanatisha Watanganyika kutuua. Nataka kusema rasilimali za Tanganyika tutazilinda for whatever cost it takes, hata ikibidi maisha na uhai wetu. Hiki ni kiapo nilisema toka siku ya kwanza. Na tunaposema maandamano, wasifikiri ni maandamano, na ndio maana nilisema wazi na bayana. Na niwaambie wenzangu wanaonishawishi eti tukimbie nchi. Wa kukimbia nchi ni DP World, sio sisi. Hapa ni nyumbani. Zitapigwa kavu hapa na ikibidi zitapigwa na gloves hapa. Mpaka mwisho wa siku tunusuru bandari yetu. Hakuna atakayekimbia taifa hili. Kwa sababu wengi hatuwajibiki. Tunafikiri sisi tuko hapa by default. Hatuko kwa default, tunaishi sasa kwa sababu Mungu amepanga mpango wenzetu waje kuishi miaka 400 ijayo. Kwa hiyo tuna wajibu wa kutumia rasilimali zetu kwa kuwajibika, kwa kuhakikisha tunalinda maslahi ya sasa na yajayo ya taifa letu. Kwa hiyo ndugu zangu, ni wakati wa Tanganyika sasa kuenjoy fursa za uhuru. Nilishawahi kusema Tanganyika ilibakwa, haikuridhia kuingia kwenye ndoa hii. Rejea mazungumzo ya awali ya baba wa taifa kuhusu namna walivyofikia hatima ya muungano. Kwa sasa ni wakati wa Tanganyika ionekane na rasilimali zake za Tanganyika zisimamiwe na Watanganyika, za Wazanzibari zisimamiwe na Wazanzibari, na za muungano zisimamiwe na serikali ya muungano. Biashara lasema hatutakaa kimya. Sisi sio kizazi cha wanafiki. Nchi hii kuna watu wamejigeuza wao miungu watu. Wao na familia zao wanataka kugeuza Watanganyika kama ng'ombe wao zizini, watuswage kwenda machungani na kuturudisha muda wanaotaka. Nataka kuambia kama walifikiri sisi ni kondoo, tumeshageuka kuwa wanambuzi wa korofi na tumeshanyanyua mkia kama ngiri. Hakuna mahali watakapotufuga tena. Tunachohitaji, taifa linalohitaji ni rasilimali za taifa. Tunahitaji uwajibikaji. Wanajificha kwenye kichaka, mara waseme mapinduzi, si uhaini, mara waseme udini, kote huko ni kukwepa kuwajibika. Nilisema siku ya kwanza, sheria inayohusu sheria utata katika vifungu vya mikataba inaeleza waziri mwenye dhamana afanye nini kushirikiana na waziri wa katiba. Sheria iko wazi, hawataki kufanya. Badala yake wanataka kupeleka sheria ya hovyo bungeni ili kujustify ujambazi huo kwenye iga. Na hili tunawaambia wabunge, that luxury is long gone. Chezeni na rasilimali yetu, pitisheni hiyo sheria. Kwa sababu tumeshaenda mahakamani na mahakama imesema haina uwezo wa kuingilia mambo ya bunge. Hatutaenda mahakamani tena, tutatumia nguvu ya umma kuleta uwajibikaji. We will not go to court again. We don't have that time. Kwa hiyo tunatoa taarifa. Tuliwaambia kwamba maandamano yapo, na ninawaambia ndani ya wiki hii tutatoa ilani. Tulisema ya siku 14, lakini tulikubaliana kwamba baada ya madiscussion ambayo yanaendelea iwe ilani ya siku 21. Ilani hii inataka iga isitishwe mara moja, yani with immediate effect. Itataka sheria zote au mabadiliko yote ya sheria yaliyotaka kufanyika ili kuhalalisha uharamia wa iga isitishwe mara moja, na kutaka wote waliohusika katika kuifikisha nchi hapa ilipo wawajibike. Ajabu,
wanang'ang'ana na sisi tunao disclose ubovu wa mkataba, wanaacha majizi na majitu yaliyoileta hapa taifa yanakula na kutafuna vitumbua kwenye ofisi za umma. Alafu nakimbizana na bona fide person ambaye anakuambia kuna shida mahali. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, nilisema mara ya kwanza na ninasema mara ya pili sasa, iga ni uvamizi wa taifa letu kiuchumi. Bandari ni lango kwa taifa letu. Bandari ni urithi tuliopewa na Mungu. Hatuwezi kuwa taifa la kibwege kiasi hichi. Mbuga za wanyama tumewapa wageni. Nenda kule unaingia unaambia now you are entering the United Arab Kingdom. Ndani ya nchi. Tizama mahoteli yanayojengwa Ngorongoro pale. Huku Wamasai wakifurushwa kama wanyama kutoka kwenye ardhi yao. Leo unaniambia yale magorofa ndio yanaolinda ekolojia kuliko maisha ya Masai? Unaniambia Mwarabu ana ekolojia ya Ngorongoro kuliko Masai? Such a stupid aspect. Halafu tukisema watu wanasema wachochezi. Jamani, ili taifa ni kwa ajili yetu. Sisi hatujawekwa hapa kuwa watumwa na vitwana vya wageni. Tuna haki ya kufaidi fursa za kijamii, fursa za kiuchumi, fursa za kimaendeleo na fursa za kujiendeleza. Pamoja na kuzimiliki. Tunaambiwa utaajiriwa. Yaani nakutoa kwenye duka la baba yako alafu nakwambia mimi nalimiliki, wewe uajiriwe, na wewe kama zuzu unacheka tu. Unafikiri ni maendeleo? Kwa hiyo ndugu zetu tuelewe, swala la iga sio nchi. Kwa hiyo kuipinga iga haiwezi kuwa uhaini, kwa sababu I never pledged allegiance kwa iga. Iga ni mkataba la kokorokocho liliokotwa huko kizembe, watu wakafanya copy and paste wakifikiri si ni mazuzu, tumelikataa. Kwa hiyo wasiruke, na ili nalizungumza kabisa kwa vyombo vyetu vya usalama. Kama haviwezi kuwakemea watawala wanapotaka kuiba rasilimali za nchi kwa mikataba ya kilaghai, wakae kimya tukikataa. Wanaweza wakawa na haki ya kutupiga, lakini wasitupangie namna ya kulia. Ndugu zangu, kabla ya kumaliza, nimefanikiwa kuona waraka wa maaskofu wa Katoliki. Waraka ule una nguvu za kinabii. Waraka ule una uvuvio wa Roho Mtakatifu. Na ndivyo Mungu anavyokuja kuthibitisha neno. Wale wamethibitisha hiki tunachokipigia kelele. Na usitarajie utamuona Mungu sio amepanda gari gani anashuka Mwenjerwa au anashuka Mafiati. Mungu anapitia watu wake. Anapitia balozi zake, na kanisa ni moja ya balozi za Mungu zilizoko duniani. Nimesikia kuna watu wanabisha, watu wanaingiza masuala ya kidini. Nataka kusema zile hoja za maaskofu zilizoko kule ndani ni hoja za kiuchumi na hoja za kijamii, sio za kidini. Hakuna sakramenti kule ndani. Wazijibu kisomi. Nawaomba Watanzania, tafuteni huo waraka popote ulipo. Sio wa Katoliki, ni wa Watanzania wote. Hapa tulipo hatupo mahali salama. Ukiona una serikali inafanya kampeni, inazunguka nchi nzima kudanganya wananchi wake, jua hatuko salama. Hatuko salama. Na tunaomba kama kuna jitihada zinazofanyika, tuambiwe ni nani na nani walihusika kuleta ili takataka hapa nchini. Kwa hiyo naomba mimi kipekee niwaombe wa Tanzania tuupitie ule waraka. Nimeziona hoja kama 6 pale zipo. Lakini bado msisite kwenda kwenye mkataba, kwa sababu kuna hoja zingine kama 7 bado ziko kwenye mkataba. Ngoja kuchanganya na leo tunaweza kufika 13, 14 ambazo zote ni ukakasi wa kufa mtu. Kwa hiyo kwa sababu sheria imeweka utaratibu, usisikilize ati mambo ya nia njema. Nchi haiongozwi kwa nia njema, nilishasema. Nchi inaongozwa kwa sheria, katiba na kanuni. Nia peleka kwenye mahusiano huko. Hakuna nia njema kwenye kuendesha nchi.
Cha ajabu, mpaka leo hatujamsikia waziri mwenye dhamana amefanya hatua gani kushughulikia zile unconscionable term. Badala yake tunaona kazi aliyofanya ni kukimbiza kupeleka ile mswada la ajabu linalotaka kuhalalisha. Yaani eti kwa sababu wazinzi hawaachi uzinzi wao, basi kanisa au msikiti ubadili na kuboresha vifungu kule kwenye Biblia na Qurani kuruhusu zinaa. Kwa sababu majambazi, tumetunga sheria na majambazi hayajaisha, basi tuhalalishe ujambazi kwamba ni kazi halali. Huu ndio wenzetu wanaotuambia. Ndio maana nasema wananchi wa Tanzania tuna wajibu kikatiba na kisheria kulinda rasilimali za nchi zetu. Ndugu zangu wa Tanganyika, lazima tulinde rasilimali zetu kwa wivu mkubwa, sio ubaguzi. Sio ubaguzi, ni akili ya kitumwa unaposhindwa kujua thamani ya rasilimali alizokupa Mungu katika eneo lako, na kufikiri kwamba uwepo wa thamani zile unahitaji neema ya mgeni au neema ya mtu yoyote yule kuamua usalama wake na future ya rasilimali zile. Rasilimali zile ni za taifa letu, na rasilimali zile ni za Watanganyika, na ziliwekwa kwenye serikali ya muungano kuzisimamia na sio kuzimiliki na kuzikabidhi kwa wageni. Hakuna kipengele chochote cha katiba utakachokisoma kwa tafsiri ya moja kwa moja au kwa tafsiri ya kuhisianisha itakayoonyesha kwamba tulidhamiria kwa namna yoyote kuipa mamlaka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kukabidhi mapande ya ardhi au rasilimali za Tanganyika kwa mgeni. Hakuna hicho kifungu. Kwa hiyo tunachotaka kusema, kama kuna mhaini katika taifa hili, ni huyu aliyekiuka sheria inayosema kabisa permanent sovereignty on natural resources. Sovereignty ni nini? Haya, mimi ninatetea sovereignty ndio nitakuwa tena mhaini? Kwa hiyo tulichokuwa tukiomba na tujaribu kukieleza categorically kwa Watanzania ni kwamba walitupeleka kitu kinachoitwa retreat. Wenyewe wanajua walitupeleka lock up, lakini niwahakikishie tulikuwa retreat. Walituwezesha kufunga iwe kwa hiari au kutokuwa kwa hiari. Walitupa muda wa kutafakari, na sasa tumekuja na nguvu mpya, na tunawaambia Watanganyika tukae tayari. Vita yetu ni salama, ni ya kisheria, kwa sababu maandamano sio haramu, na kama kuna yoyote hayapendi akarekebishe sheria, akarekebishe kanuni, akarekebishe katiba, ili tujue sasa nchi yetu imeingia rasmi kwenye udikteta. Asanteni kwa kunisikiliza.